CCM oye! Mchungu wa Bwana. Ndugu mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata ya Murugwa, mwenyekiti wa tawi pamoja na kamati yako ya utekelezaji, katibu wa jumuiya ya wazazi na kamati yako ya utekelezaji, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Murugwa, natambua uwepo wa katibu kata, katibu wa siasa na uenezi wa kata, mwenyekiti mwenye dhamana ya vijana wa kata, wajumbe wote wa kamati ya siasa na kamati za utekelezaji za kata, bila kusahau katibu wangu wa UWT wa kata, viongozi mbalimbali, wanachama wenzangu, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Ndugu mwenyekiti, kwanza mimi ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuwa mgeni rasmi siku ya leo. Natambua kwa kuangalia umuhimu wa uwepo wangu, basi nikaweza kunipa nafasi leo hii kuja kuongea na wana CCM namba 2 kwenye kata yetu ya Murugwa. Ndugu viongozi, mimi pamoja na kamati yangu ya utekelezaji niendelee kuwapongeza kata ya Murugwa, viongozi wote, lakini kwa namna ya kipekee tawi la CCM namba 2. Nimpongeze ndugu yangu mdogo wangu katibu wa tawi kwa ulezi mzuri wa jumuiya zake zote tatu. Nazungumza jumuiya zake zote tatu kwa sababu kubwa moja. Tunaposema jumuiya ya wazazi, tafsiri yake ni kwamba kuna UWT ndani yake, lakini pia kuna vijana ndani yake. Hivyo basi, kama unaweza kuilea vizuri jumuiya hii, tafsiri yake jumuiya zote hazitakupa shida baada ya kuzilea. Kwa hiyo nimpongeze katibu wa tawi, lakini pia nimpongeza ndugu mwenyekiti na katibu kwa ulezi mzuri na usimamizi mzuri wa kanuni na katiba, lakini na kanuni zake zote, kwa sababu bila kusimamia vyema katiba na kanuni zake, haya msingeweza kufanya. Hakuna hata kitu kimoja kilichofanyika hapa au tumefikia hapa bila mwongozo wa katiba na kanuni ilivyoelekeza. Kwa hiyo niwapongeze sana, lakini pia niwape pole, lakini niendelee kuwapongeza pia wanachama wenzangu wa CCM namba 2 kwa uvumilivu walioonyesha katika, kwa sababu ndugu zangu, kiongozi huwa tunampima kwa mambo zaidi ya matatu, lakini jambo kubwa ambalo tunampima kiongozi ni sehemu ya uvumilivu na ustahimilivu. Hiyo ndio kipimo kikubwa cha kwamba unamtambua huyu mtu ni kiongozi. Hii si kwenye Chama cha Mapinduzi wala jumuiya zake. Uvumilivu huu na ustahimilivu huu na kipimo hiki huwa tunakipima hata kwenye uongozi ndani ya nyumba zetu na familia zetu tunazoishi, kwa sababu sisi ni viongozi kwenye familia, tunakutana na changamoto mbalimbali na mitihani mingi, lakini namna ya kuikabili ule ni uvumilivu, lakini pia namna ya kuitatua pia ni ustahimilivu. Kwa hiyo ndugu zangu, niwapongeze sana na mjipigie makofi ninyi wenyewe kwa kuonyesha ujasiri wa kiuongozi. Lakini mimi niende moja kwa moja kwenye kujibu risala. Ndugu mwenyekiti wa kata, mwenyekiti wa tawi, katibu pamoja na katibu wa tawi, mimi niwapongeze kwanza. Nimeona CCM namba 2 mna viongozi,
na nimpongeze msoma risala ambaye mmeniambia leo hii kwamba ni kaimu katibu. Mkweli anafanya kutosha, amekwenda kuitendea haki nafasi ama wajibu na dhamana iliyopewa kwa vitendo. Ndugu zangu, uongozi una namna tatu. Kwanza kabisa, uongozi ni tunu ambayo unapewa na Mwenyezi Mungu pindi tu pale unapoletwa duniani. Lakini la pili, uongozi ni namna ya wewe mwenyewe unavyojishusha, lakini pia unavyojishirikisha kwa wenzako. Lakini jambo la tatu ni namna ya wewe wenzako wanavyokuchukulia wewe. Hivyo basi, ndugu zangu, siku zote watu huwa wanasifiwa pale wanapokufa, lakini leo hii mimi nimpongeze na kumsifia na kumpa maua yake huyu kaimu katibu. Imani yangu amefika mbali sana, na haya maneno nayazungumza, na kwa bahati nzuri kuna wazee wetu hapa. Unapozungumza jambo na wao wanapolipokea kwa baraka zao zote na maombi yao, basi ninaamini kabisa utafika mbali. Kikubwa, endelea kukaza buti. Ndugu zangu, katika kujibu risala hii nimeona kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni uongezaji wa wanachama. Ni kweli jumuiya ya wazazi na jumuiya zingine zote maeneo mengi tunakuwa na wanachama wachache, lakini nilikuja kwenye ziara yangu mara ya mwisho, katibu nafikiri ulikuwepo, katibu wa tawi. Sasa ni wakati mwafaka na ni wakati sahihi wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi kufanya kazi za ukaribu kabisa na jumuiya zake zote, ili kusudi kuendelea kuongeza wanachama wa jumuiya zake katika ngazi za kata, lakini pia ngazi ya tawi. Hivyo basi, sio dhambi kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini wanachama wa jumuiya ya vijana, wanachama wa jumuiya ya UWT kuwa pia wanachama wa jumuiya ya wazazi. Ndugu zangu, niliongea hapa kwamba huwa tunapoteza viongozi wazuri pale wanapokuwa wanakosa nafasi aidha kwenye chama ama kwenye UWT au vijana. Unakuta wana nafasi ambayo inawezekana wangezipata kwenye jumuiya ya wazazi, lakini inafika baada wanakosa sifa kwa sababu wanakuwa sio wanachama wa jumuiya ya wazazi. Mwisho wake, kinachopendea huwa tunakwenda kutengeneza migogoro. Migogoro ile inatengenezwa pale unapokuta na kutambua kabisa kwamba huyu si mwanachama wa jumuiya hii, lakini inafika pahala mtu anachukuliwa kadi na ile kadi inarudishwa tarehe za nyuma, ili mradi tu aweze kuingizwa akawa kiongozi. Ndugu zangu, haiwezekani kujiibia mwenyewe. Tulisema sio haramu kwa kiongozi yoyote, mwanachama yoyote kuwa mwanachama kwenye jumuiya zote tatu, lakini pia kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Nia na mazumuni, tunataka kwenda kutengeneza viongozi. Hivyo basi, wakati nafika hapa, na kwa bahati nzuri wakati mtihani nilikutana na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kadaha, nikamweleza kwamba anakwenda kwenye mkutano mkuu wa tawi la CCM namba 2. Yeye akaniambia, naomba nikupe salamu zangu kwa wana CCM tawi namba 2 kwenye kata hii ya Kiburugwa. Mheshimiwa mbunge amenielekeza na amenikabidhi pesa za kadi 200, na nilikuwa sijui kwamba mtakuja kuzungumzia swala la kadi kwenye sala yenu, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho sisi waja wake tunasema kwamba kila jambo la heri huwa linakwenda kwa heri. Hivyo basi, nitakabidhi pesa taslimu nilizokabidhiwa na mheshimiwa mbunge kwa kaimu katibu, ili
aweze kupata mtaji wa kadi 200 ambazo mmezungumza ndani ya risala. Na kaimu katibu na katibu wa kata, kadi zipo ofisi ya CCM wilaya ya Temeke. Tumeamua kusogeza huduma ile, lakini sio kadi tu, hata kanuni mpya za jumuiya ya wazazi zipo kwenye ofisi ya jumuiya ya wazazi wilaya ya Temeke wakati wote zinapatikana. Kwa hiyo kabidhi pesa hizi, tafsiri yake uende kwa haraka ili uweze kutuingizia wanachama hawa ili waweze kuja kufanya kazi na kujipanga vizuri kwa ajili ya kuletea ushindi Chama cha Mapinduzi. Lakini katika hili ni muombe pia mwenyekiti wa serikali ya mtaa, hebu sogea mbele. Katika kujenga jumuiya ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mbunge ametoa kadi 200. Nikuombe wewe kama mwenyekiti wa mtaa utupatie kadi hapa sasa hivi. CCM oye! Katibu wa vijana, Mheshimiwa diwani kwa hajui baba ametoa sasa. Haya ni maelekezo ya mwenyekiti wa wilaya, atoe tena au mlezi. Kwanza ni kura zako. Sisi kule nini tunaita nini hapa Sumbawanga, huwa tuna ule uchawi wa kuweka mtu kwenye chupa. Sasa wewe uwekaji wako kwenye chupa ndio hawa ambao waingiza kwenye dunia ya wazazi na Chama cha Mapinduzi. Katibu nani mwenyekiti? Mheshimiwa diwani, sijapata majibu yake. Uongozi wa wazazi ni mwenyekiti, kazi ya tawi nafikiri wao wanafanya mawasiliano, wanajua kama na changamoto wao wanahusika. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata, nikuombe mfikishie salamu Mheshimiwa diwani kwamba nataka kadi 100 kwenye jumuiya ya wazazi. Nafikiri kwa tafsiri hiyo tutakuwa na mtaji wa kadi 350. CCM. Ndugu zangu, kwenye swala la kadi nafikiri tumelimaliza. Turudi kwenye swala la mradi wa jumuiya kwenye tawi letu la namba 2. Mwenyekiti na kamati yako utekelezaji, lakini pia na mwenyekiti na kamati yako utekelezaji ya tawi, naomba tukimaliza mkutano huu twende kwanza nikaiangalie hiyo shule leo hii jibu ya namna gani ya kuweza kusaidia. Jambo la tatu ni swala la ofisi. Mheshimiwa mwenyekiti wa kata na katibu, kwenye ofisi yetu nafasi bado ipo, ofisi ya tawi ndio hiyo shule. Basi nafikiri tutaenda kujua na tukamaliza masuala yetu hapo kwa hapo. Sisi moye, ndugu zangu, nafikiri ni tumemaliza kujibu ni sawa au kuna ndio sawa. Sisi moye. Basi ndugu zangu, nisiwapotezee muda, mimi pamoja na kamati ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Temeke tunaendelea kutoa pongezi na dhati kabisa kwa uongozi mzima wa tawi la CCM namba 2, lakini pia na kata nzima ya Kigurumwa, pia na wanachama wetu wote wa CCM namba 2 kwa kuendelea kuijenga, lakini pia kuleta mapenzi mema kwa chama chetu cha Mapinduzi. Lakini niwaombe kwamba twende tukafanye majukumu yetu kwenye maeneo yetu, lakini pia tuendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndiyo chama pekee chenye uwezo wa kutatua kero mbalimbali, lakini pia kuwa na majibu ya changamoto zote zilizopo kwenye maeneo yetu na mitaa yetu. Hakuna chama kingine chochote chenye uwezo wa kutatua changamoto tunazozikabili kwenye maeneo yetu zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Naamini kabisa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi yapo mambo mbalimbali
Mheshimiwa Mwenyekiti, ambaye ni msimamizi wa katiba, lakini pia ni msimamizi wa ilani yetu ya uchaguzi ya 2020-2025. Naamini kabisa yapo maeneo ambayo yameguswa kimaendeleo kwenye mtaa wetu, lakini pia kwenye maeneo ya tawi letu la CCM namba 2. Hivyo basi tuendelee kukiamini, lakini pia tuendelee kukipa nafasi Chama cha Mapinduzi kiende kutatua changamoto zilizopo ndani ya mitaa yetu. Kwa kutumia mkutano huu, niwaombe wanachama wenzangu, pamoja na maendeleo yanayofanywa na serikali, basi twende tukawe mabalozi wa kumsemea mama. Na nikiangalia naona kabisa kwamba miongoni mwa mabalozi ama wenye viti wa mashina wengi na mama. Hivyo basi twendeni tukamunge mkono, twende tukaseme yale yote ambayo yanafanywa na serikali, ili kusudi tuendelee kuletewa maendeleo kwenye kata yetu ya CCM oye! Hivyo basi niendelee kuwashukuru, lakini pia niendelee kuwaomba viongozi wangu wa chama kwenye kata, lakini pia chama kwenye tawi, tuendelee kuzihudumia, lakini pia tuendelee kuzilea jumuiya zetu, kwa sababu bila kuwa na jumuiya imara, ninaamini kabisa hata Chama cha Mapinduzi kitayumba. Lakini tunapokuwa na jumuiya imara, hivyo basi hata Chama cha Mapinduzi kitakuwa imara kwenye kata yetu ya Kiburugwa. Mfano mzuri na kazi nzuri zinazofanywa na Chama cha Mapinduzi na serikali yake, leo hii tumedhihirisha wazi hapa. Ndugu yetu mwanachama ambaye alikuwa ni chama cha upinzani ama chama cha ACT Wazalendo, leo hii amekuja kuunga mkono juhudi ambazo anazifanya mama kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania, na hasa wale Watanzania wanyonge. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, niendelee kusema kwamba kidumu Chama cha Mapinduzi.